AQ, IQ, different forms of human intelligence that reflect a person's ability. Tunapozungumzia IQ ni akili, uwezo, akili ile ambayo unaipata darasani, akili ambayo unafundishwa darasani, imejikita katika numbers, uwezo wako. Mtaani bana, tumeaminishwa sana ili mtu aweze kufanikiwa anahitaji kuwa na IQ, lakini pasipo kujua mtaa hauhitaji IQ peke yake, kuna vitu vya ziada ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo mtu yeyote anapokuambia huyu ana IQ kubwa, inamaanisha huyu ana uwezo mkubwa au ana akili kubwa. Umeona? Kwa hiyo IQ kwa kirefu chake inaitwa intelligent quotient. Hii ni akili ya darasani ambao sana inakuwa analyzed na namba, uwezo wako wewe. Na ndio maana wanapopima IQ utasikia huyu ana IQ ya 103, ana IQ ya 117, ana IQ ya ngapi? Kwa hiyo ndiyo maana halisi ya IQ, yani ni zile akili ambazo unazipata darasani unapofundishwa kusoma, kuandika, kuhesabu, unapofundishwa kutambua hiki ni kitu fulani, hiki ni kitu fulani, hiki hupaswi kufanya hivyo, unapochambua historia, kwa sababu wote tumezaliwa tulikuta historia. Kuna watu ambao walizaliwa hawakuwepo kipindi cha Nyerere, lakini wanamsikia tu Nyerere na wana uwezo wa kumchambua Nyerere kuliko hata watu waliokuwepo. Kwa hiyo ndo IQ, akili ya darasani. Yaani tunapozungumzia IQ, kama nilivyozungumza kwamba ni akili ya darasani, yenyewe imejikita katika milengo mitatu. Moja ni analytical skills, yani kuanalyze mambo, kama nilivyozungumza historia, mtu ananarrate historia, mtu anazungumza masuala ya kiroho, yani anazungumza kiasi kwamba audience au watu wanaomsikiliza wana uwezo wa kumwelewa nini ambacho anakideliver, wakauliza maswali na akawajibu. Kwa mtu wa IQ, kitu cha kwanza anakuwa na analytical skills au analysis. Kitu cha pili anakuwa na excellent memory. Ili tukupime wewe una IQ kubwa, huo una uwezo wa kumbukumbu, memory yako inafanya vizuri. Mimi ni mwalimu kwa mfano wa kiroho, nimekufundisha wewe ukaelewa, na wewe uka uwezo wa kuwafundisha watu wengine zaidi na zaidi na zaidi, kwa tayari tunakupima kwamba IQ yako iko vizuri, kwa sababu una uwezo wa kukumbuka yale ambayo ulikuwa umefundishwa na ukuyafanyia kazi. Lakini kitu cha tatu ni logical thinking. Ili watu waweze kukupima kwamba wewe IQ yako ni kubwa, lazima uweze kuwa na logical thinking, yani unafikiria sana, na vitu ambavyo unavyovifikiria ukija kuvipresent mbele za watu, kila mmoja anasema nafikiri hiki utasikia hiki kina make sense, I think hii ni logical. Sasa ni wachache sana ambao wana hivyo vitu vitatu. Ni wachache sana ambao katika IQ mtu akawa ana analytical skills, akawa na excellent memory, lakini cha tatu akawa na logical thinking. Nitawarudisha nyuma, wamekuwepo fizikia, wakina Albert Einstein, wamekuwepo hao watu mpaka kiasi kwamba baada hata kufariki watu walienda kuhakikisha wanapata hata chembe ya ubongo wake, huyu mtu alikuwa na akili aina gani. Maana ndo watu ambao alikuwa na analytical skills, alikuwa na excellent memory, lakini ana logical thinking, yani vitu vyote. Mtu alikaa akasema sindano ya kushonea nguo ninaweza nikaweka kwenye maji na ikaelea. Hii ilikuwaje? Gari linatembea linahitaji matairi yanahitaji upepo, yaani ule upepo tu ndo unafanya gari lile liweze kutembea. Kwa hiyo ni hawa watu wakina Thomas Edison ambao waligundua balbu. Umeona hizi taa ambazo zinawaka, alifeli mara ngapi? Kwa hiyo hao ndo watu ambao mbona watu walikuwa na akili sana. Lakini katika ulimwengu wa sasa, kwa hali tu ya kawaida, utamkuta mtu ana analytical skills, yani ana uwezo wa kuchambua kitu, ana uwezo wa kuelezea kitu, lakini ana excellent memory. Lakini ukija katika logical thinking au critical thinking anayo ndogo. Ndio maana unakuta
mnapishana sana. Huyu unakuta huyu ana IQ kubwa, kwa sababu mwingine unakuta ni mzuri katika logical thinking. Logical thinking ni katika ile hali jambo limetokea au kitu fulani ambacho unataka kukichambua, wewe jicho unaoliona mwenzako aone kwamba bana, mimi naona 1 2 3 4 5 hiki kimekaa hivi. Yani unakichambua kiasi kwamba watu wote wanaokusikiliza wanasema yes, kumbe hili swala limekaa katika mlengo huu. Kwa hiyo IQ zinatofautiana. Kwa hiyo kuna mwingine ambaye amebarikiwa logical thinking, anafikiria sana na vitu vyake vinakaa sana. Kuna mwingine amebarikiwa excellent memory, yani anakariri vibaya mno. Nao tunao, nitakupa mifano. Jiulize wewe, watu uliosoma nao primary, sekondari au chuo, wale walikuwa wanafanya vizuri darasani, je, maisha yao yakoje mtaani? Utakuta ni asilimia chache sana waliokuwa wanafanya vizuri, lakini moja kwa moja pia na mtaani wakawa wamefanikiwa kupata kazi au wamejiajiri, wako vizuri. Lakini asilimia kubwa, wengi walikuwa wanafanya vizuri darasani, walifaulu NECTA, unakuta mtaani hawawezi hata kufanya biashara, hawawezi. Ndio maana nakwambia mtaa hauhitaji IQ peke yake, kuna vitu vya ziada ambao unahitaji. Kwa hiyo kwa minajili ya swali lako, utofauti kati ya huyu ana IQ kubwa, huyu ana IQ ndogo, inategemeana na hivyo vitu vitatu ambavyo nimevisema: critical skills, excellent memory, logical thinking na critical thinking. AQ, IQ, different forms of human intelligence that reflect a person's ability